Ibadallah, khutba ya pili ni mwendelezo wa khutba ya kwanza. Tunaelezana qadaya rasul, matukio ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na asbabi mbalimbali ambazo zilimfanya akapokea kitu muhimu ambacho sisi tunajigamba, na kwa hivyo kitu tutaulizwa. Ndo swali la mwanzo ambalo ataulizwa mwanadamu siku ya Kiyama. Sema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Jambo la mwanzo ataulizwa mwanadamu siku ya Kiyama kuhusiana na sala yake, sala ambayo Bwana Mtume alikwenda kuipokea kwa shida, kaonyeshwa mambo mbalimbali, kaenda kakabidhiwa sala 50. Anakutana na Nabii Allah Musa ambaye alikuwa anampenda Bwana Mtume, aliomba kwa Allah japo awe katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alafu wewe uko katika ummati Muhammadi huu bado hauelewi thamani yako. Tafuta kitabu kinachoitwa tafuta kitabu kinachoitwa Sharaf Ummati Muhammadiyya. Hiki kitabu ukikitafuta, kama waweza kusoma au kama hauwezi kusoma, mtafute shekhe akueleze yaliyokuwa mule, utajua mtu kuwa katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni jambo kubwa ambalo unatakiwa ujigambe nalo. Sasa Nabii Allah Muhammad anakutana na Nabii Allah Musa baada ya kukabidhiwa amana ya sala 50. Anamwambia arudi kwa Mola wako, vijitu vyako hivi haviwezi kusali hizi sala 50, zikapunguzwa mpaka zikafikia 5, lakini malipo yake zina daraja 50. Ndugu zangu katika imani, tumalize. Miongoni mwa vitu ambavyo alikwenda kufundishwa Bwana Mtume katika safari yake ya Mi'raj. Mi'raj ni ngazi, sulamu ambayo ilikuja ikambeba ikampeleka mawinguni. Mwenyezi Mungu anasema ameiumba mbingu kwa mfumo wa jengo, ardhi ameiumba kwa mfumo wa kama busati, vile kitu ambacho kinakunjika, si ndio? Ardhi inakunjika. Na ukitaka uthibitishe kama mbingu imeumbwa kwa mfumo wa jengo, Bwana Mtume alikuwa kila anapofika wingu anabisha hodi, anafunguliwa. Tuko pamoja? Kama mfumo wa ghorofa hivi, tuko pamoja? Kwa anafunguliwa, fastaftaha Jibril qila muhammad hakadha kama hivi. Kwa hiyo anafunguliwa, anapita, anaenda wingu wa pili, hivyo anapanda kama ghorofa. Kwa Mwenyezi Mungu ameeleza haya katika Qur'ani kwamba huu mfumo wa mbingu ni mfumo wa jengo. Sasa Allah tabaraka wa taala kule alikwenda kumfundisha, miongoni mwa vitu ambavyo alikwenda kumfundisha ni elimu ambayo atakuja kuwajulisha watu wake maadui watatu ambao wanasumbua sasa hivi katika ulimwengu. جونجا TV. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في قناة جونجا TV. جونجا